Namna pekee mtu anaweza akawa huru ni kwa yeye kuijua kweli. Na ili uweze kuijua kweli, unatakiwa uwe mwanafunzi wa Kristo. Na ili uwe mwanafunzi wa Kristo, unatakiwa kukaa katika neno la Kristo. Maana yake ni kwamba kama kuna eneo lolote la maisha yako ambalo umeshindwa kupiga hatua, ambalo umekwama, aidha umeshindwa kukabiliana na hiyo changamoto, umeshindwa kuiondoa, inaweza ikawa ugonjwa, inaweza ikawa eneo la fedha na uchumi, inaweza ikawa ni kwenye eneo la mahusiano, inaweza ikawa ni kwenye eneo lolote lile. Kama unapata changamoto, kufanikiwa kutoka kwenye huo mkwamo, ni kwa sababu moja tu: haujaijua kweli. Na Bwana Yesu anasema ili uweze kuijua kweli, lazima uwe mwanafunzi wake. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa mapambano, ama akili ya mwanadamu ni uwanja wa vita. Na wiki ni wiki ya pili. Kwa kusikiliza wiki ya kwanza, tutakushauri uweze kufanya hivyo. Tuligusia mambo kadhaa na leo tutaendelea kujenga katika lile ambalo tulikuwa tumefanya katika wiki ile ya kwanza. Wiki hii nataka tuangalie jinsi ambavyo enzi, falme, mamlaka, wakuu wa giza, unazungumzia majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, jinsi ambavyo wanatenda kazi chini ya ibilisi na hivyo kuleta uharibifu katika maisha ya Mkristo. Na silaha moja tulionao anaitumia na ambao anaitegemea nitakujuza wiki hii, na ukiijua na ukajua namna kukabiliana nayo, basi na maana ibilisi na ufalme wake wote unakuwa umewazima na wanaendelea kukaa chini ya miguu yako kama ambavyo Biblia inasema. Kumbuka tu lengo la vipindi vya neema na kweli ni kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Kumbuka maisha yako yanaakisi kile ambacho unakiamini katika moyo wako, na msingi wa kuamini kwako katika moyo ni vile ambavyo unafikiri katika akili yako. Na kwa maana hiyo ni muhimu sana ukadhibiti kufikiri kwako, ili nini? Ili kuamini kwako kuwe ni kuamini ambako kunatenda kazi kwa manufaa yako na wala sio kinyume chako. Ili uweze kufikiri vizuri, huna budi kufikiri kama Kristo. Na utaka kufikiri kama Kristo, unatakiwa kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tuna grupu linaloitwa Telegram katika mtandao wa kijamii ambao unatenda kazi kama WhatsApp. Kuna grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo, linapatikana katika Telegram, na unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge. Namba ni 0789500242, 0789500242. Na baada ya kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine. Njia nyepesi ya kufanya watu waweze kumgeukia Kristo na kuwa wanafunzi wake ni mambo mawili. Kitu cha kwanza, unapomwalika mtu kuja kusikiliza, mueleze kwanza, anza kwa kumpa ushuhuda wako. Mueleze nini kilitokea kabla ya kujua mafundisho ya Kristo na baada ya kujua mafundisho ya Kristo. Mueleze namna ambavyo maisha yako yamebadilika. Ukishamaliza ushuhuda, wakati unamwalika kusikiliza, mpe angalizo lingine moja. Mwambie kwamba katika vipindi vya neema na kweli ya mafundisho ya Kristo tunalenga kumfundisha mtu kufikiri kama Kristo na sio Adamu. Ukimwandaa mtu hivyo, changamoto anayopata mwanzo kubadilisha kufikiri kwake kutoka kufikiri kama Adamu kwenda kufikiri kama Kristo hautakuwa ngumu sana. Kwa hiyo fanya namna hiyo. Napenda kutashuhudia dhati pia kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanatoa tofauti kubwa sana. Kumbuka unapoombea wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, simamia Waefeso mlango wa 1 mstari wa 17 hadi 18 na Wakolosai mlango wa 1 mstari wa 9 hadi wa 11. Hii ndio mistari ambayo mimi nilitumia na ikabadilisha maisha yangu kabisa, na haya ninayojua na kuyazungumza leo ni kwa sababu ya hii mistari miwili. Kwa hata wewe mwenyewe pia unanisikiliza, unaweza kutumia mistari kujiombea mwenyewe. Nitoe shukrani pia za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na changia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Ninasema asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa uaminifu wako. Na kama unanisikiliza na hujafanya maamuzi bado ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kualika leo hii
fanya maombi, muulize Roho Mtakatifu, alafu akikupa ruksa basi tafadhali kuwa partner katika vipindi vya Neema na Kweli. Changia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Lengo na maono tulionayo ni kufikia taifa zima la Tanzania. Na lengo ni kufikia watu milioni 1 kwa maana ya kuwaleta kwa Kristo mpaka ifika hapo mwaka 2030. Kwa hiyo unaweza kuona kazi ni kubwa na inahitaji tuwe kwenye kila eneo ambalo redio inasikika. Kwa hiyo tunahitaji redio zaidi ya moja. Kwa hiyo na kualika wewe ambao unasikiliza, ambao hujafanya maamuzi, shiriki katika kazi hii ya kujenga ufalme wa Mungu. Kumbuka unaposikiliza, na niangalizo tena, hasa wewe ambao unapitia changamoto ya fedha na uchumi, njia pekee unaweza kunasuka na kutoka hapo ni kuchukua hatua ya imani na kuanza kuchangia gharama ama kuchangia nini katika kazi ya Mungu. Kwa lugha nyingine, kuanza kutoa kwa ajili ya kuhakikisha ufalme wa Mungu unasonga mbele. Nalisisitiza, na kama mmekuwa kusikiliza wiki yote, tangu nimeanza vipindi hivi nimekuwa nikisisitiza umuhimu huo. Kwa nini? Kwa sababu Roho ameweka huo msukumo ndani mwangu, ni kwa ajili ya manufaa yako wewe, ni kwa ajili ya kukusaidia wewe. Kumbuka unapokuwa partner, mambo 4-5 yanatokea. Jambo la kwanza, unafanyika baraka kwa wengine, ikithibitisha kwamba wewe umebarikiwa, na hivyo inasababisha baraka ya Bwana iliyoko juu yako ianze kutenda kazi katika maisha yako. Yaani baraka ya Abraham. Nafahamu baraka ya Bwana farini inatajirisha. Lakini 2, inafungua mlango kwa ufalme wa Mungu kuweza kukuhudumia katika eneo la fedha na uchumi, na ufalme wa Mungu unakuhudumia sawa sawa na uchumi wa mbinguni, sio sawa sawa na uchumi wa duniani. Na 3, unasababisha Mungu atukuzwe, Mungu asifiwe na kutukuzwa kwa sababu ya nini? Ya maisha ya watu ambao yanabadilika. 4, mazao yako ya haki yanaongezeka, na mazao ya haki yakiongezeka, Korinto wa 2:9-11-12 nasema kwamba Mungu atakutajirisha kwa utajiri wote ili uzidi sana katika kazi ya ukarimu. Na 5, neema ile ambayo iko juu ya hii huduma ambayo inatenda kazi na kutufanikisha na kutuwezesha sio tu kujua, lakini na kutuwezesha kifedha na kiuchumi na kuweza kufikia watu. Neema hiyo inaanza kutenda kazi juu yako kama ambavyo Wafilipi 1:11 inasema. Baada ya kusema hayo, basi moja kwa moja tena tuendelee na somo letu. Tunaangalia fikra za mwanadamu, ama akili ya mwanadamu ni uwanja wa mapambano ama uwanja wa vita. Na tulikuwa tunasimamia Wakorintho wa 2 mlango wa 10 mstari wa 3 hadi ule wa 5. Anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si silaha za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa kama nilivyokuwa nimekueleza wiki iliyopita, tuna vita vya kiroho, na vita hivi ni baina ya falme 2 ambazo zinapambana kutafuta udhibiti wa mwanadamu. Kwamba ufalme wa giza na ufalme wa nuru vinapambana kutafuta udhibiti wa akili ya mwanadamu. Na ufalme ambao utadhibiti akili yako, ufahamu wako, ndio ufalme ambao utakuwa na kauli ya mwisho katika maisha yako. Kwa lugha nyingine, maisha yako atachukua mwelekeo wa ule ufalme ambao unadhibiti akili yako. Kwa hiyo tuliongea mambo kadhaa na nataka tuendelee kuyagusia. Sasa tunapozungumzia kwamba vita hivi ni vita vya kiroho na uwanja wa mapambano ni katika akili yako, nataka tuende nikugusie kitu kidogo mbele kwenye Waefeso mlango wa 6, alafu tutasoma mstari wa 10 mpaka wa 12, alafu nitakueleza kitu, mambo yatakuwa yamekaa sawa. Waefeso 6 Waefeso mlango wa 6 mstari wa 10 hadi ule wa 12. Anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kwa hiyo hauwi hodari katika uwezo wako wewe, hauwi hodari katika nguvu zako, unakuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Akisema kuwa hodari katika Bwana, maana ni katika mamlaka yake. Mamlaka ni mamlaka ya Yesu Kristo, na katika nini? Uweza wa nguvu zake. Sasa sikia 11 anasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga nini? Hila za shetani. Neno hila maana yake ni ujanja, utapeli, ulaghai. Muhimu sana. Kwa hiyo tunataka kusoma hivi, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupinga ulaghai wa shetani, ama vaeni silaha zote za Mungu muweze kupinga nini? Utapeli wa shetani. Alafu 12 anasema hivi, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unaweza ukapata picha ukaona kwamba ufalme wa shetani kama zilivyo falme nyingine zote, maana yake ni kwamba una muundo wa kiutendaji. Unaye shetani mwenyewe ambaye anaitwa mfalme wa uweza wa anga,
ambaye ndiye mfalme katika ufalme wa giza, alafu kuna watendaji walioko chini yake. Unaona anazungumzia, anasema kuna falme na mamlaka, alafu anasema kuna wakuu wa giza, alafu kuna majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Vyote hivi viko katika nini? Ulimwengu wa roho, sio ulimwengu wa damu na nyama. Ndio maana kwenye Wakorintho wa 2:3 anasema ingawa tunaenda katika mwili lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa nini? Hasa silaha zetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hiyo maana yake hivi vita vinapiganwa katika ulimwengu wa roho, na uwanja wa mapambano ni akili ya mwanadamu. Na Ibilisi ambaye ni mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa ndani ya wana wa kuasi, chini yake anao muundo. Kuna falme na mamlaka, kuna wakuu wa giza, alafu kuna majeshi ya pepo wabaya. Kwa wote hawa wanatenda kazi chini ya Ibilisi wakiwa na lengo moja tu, kutafuta udhibiti wa akili yako. Kwa nini? Kwa sababu wakidhibiti akili yako, maana yake ni kwamba wanajua wamedhibiti sio tu maisha yako, lakini mapenzi yao yatafanyika. Sasa katika somo lililopita ama wiki iliyopita nilikwambia kwamba mapenzi ya Ibilisi ni mauti, laana, maovu. Nikakwambia neno uovu ama maovu linatengenezwa na mambo matatu: kazi ngumu, kuvuja jasho na maisha yaliyojaa kero. Hilo ndio lengo la Ibilisi. Hayo ndio mapenzi ya Ibilisi. Mapenzi ya Mungu juu ya mwanadamu nini? Uzima, baraka na mema. Kwa lugha nyingine, hiyo mema maana yake ni maisha ya kupumzika, maisha ya kustarehe. Ndio lengo la Mungu kwa mwanadamu, ndio mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu. Lakini mwenye mamlaka na udhibiti wa hii dunia tuliona ni mwanadamu. Mwanzo 1:26, lakini pia ukienda kwenye Zaburi ya 115:16 anasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi au dunia amewapa wanadamu. Kwa hiyo mwanadamu ndiye aliyekabidhiwa mamlaka ya hii dunia. Na nikakwambia kuna kanuni kuu mbili zinazoongoza hii dunia. Nikakwambia kama unahitaji ufahamu wa kina, hakikisha umepata kitabu hichi kinaitwa Nguvu ya Ukiri. Kitabu ambacho kimebadilisha maisha ya watu wengi sana. Sio tu kwa maana ya mafundisho na maelekezo, lakini pia kwa sababu ya tumekuwekea pia kiri mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia kubadilisha maisha yako kabisa. Sasa kwa kuwa mwanadamu ndo anatawala dunia, na kanuni kuu mbili zinasema hakuna roho inaweza kutenda kazi duniani isipokuwa ndani ya mwili, na hakuna jambo linaloweza kutendeka isipotamkwa na mwanadamu. Ndio maana Ibilisi inabidi na washirika wake inabidi washawishi, wakamate akili yako ili waingize mawazo yao, ili ufanyie kazi au mawazo mapenzi yao yatimie. Vivyo hivyo na Mungu naye anatafuta kushawishi akili yako kupitia Roho Mtakatifu na malaika, ili nini? Ili ukubaliane na hayo mawazo, ili mapenzi yake yaweze kutimia katika maisha yako. Kwa hilo ni muhimu sana ukalielewa. Sasa Ibilisi ana silaha moja tu. Ibilisi ana silaha moja tu, na hiyo silaha ni uongo. Hana silaha nyingine yote. Yes, Ibilisi ambaye ni mfalme wa uwezo wa anga, na hizo falme na mamlaka walioko chini yake, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, kitu pekee walichonacho ni uongo. Ndio silaha pekee walionayo. Sasa vipi kuhusu ugonjwa, maradhi? Tutafika huko, lakini nataka uelewe hivyo. Kitu pekee ambacho kitakuweka chini ya Ibilisi, ili mapenzi yake yatimizwe juu yako, ili mauti ianze kutenda kazi katika maisha yako, ili laana ianze kutenda kazi katika maisha yako, ili maovu ianze kutenda kazi katika maisha yako, silaha pekee anayotumia ni uongo. Ndio maana katika kitabu cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, sikiliza, inasema hivi: Ibilisi anatumia uongo na hila kudhibiti fikra za mwanadamu, na silaha yake pekee dhidi ya Mkristo ni uongo unaotenda kazi kupitia tamaa. Anasema kwa hivyo ni muhimu kwa Mkristo kujua na kusimama katika kweli ya Mungu ili kuepuka kudanganywa. Kwa hiyo hii, ngoja nikakuonyesha kitu. Twende kwa Yohana 8:44. Sikia Bwana Yesu anavyosema. Sasa Yohana 8:44. Bwana Yesu anaongea na Wayahudi. Nitasoma mstari wa 44 alafu nitarudi nyuma, tutaenda kuanza mstari wa 31. Anasema Bwana Yesu anawaambia Wayahudi, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo. Sasa haya mazungumzo yalianzia wapi? Haya mazungumzo yalianzia mstari ule wa 31.
Kwa hiyo nataka turudi nyuma kidogo tusome mstari wa 31. Yohana 8:31 tutaanzia pale. Anasema hivi: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Anasema tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo Bwana Yesu anaongea na Wayahudi, anasema sikiliza, namna pekee mtu anaweza akawa huru ni kwa yeye kuijua kweli. Na ili uweze kuijua kweli unatakiwa uwe mwanafunzi wa Kristo. Na ili uwe mwanafunzi wa Kristo unatakiwa kukaa katika neno la Kristo. Mwana rafiki, kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba kama kuna eneo lolote la maisha yako ambalo umeshindwa kupiga hatua, ambalo umekwama, aidha umeshindwa kukabiliana na hiyo changamoto, umeshindwa kuiondoa, inaweza kawa ugonjwa, inaweza kawa eneo la fedha na uchumi, inaweza kawa ni kwenye eneo la mahusiano, inaweza likawa ni kwenye eneo lolote lile. Kama unapata changamoto kufanikiwa kutoka kwenye huo mkwamo, ni kwa sababu moja tu: haujaijua kweli. Na Bwana Yesu anasema ili uweze kuijua kweli lazima uwe mwanafunzi wake. Kwa kweli ulioifahamu, kweli unayoijua. Na hapa anavyosema kwamba ile tena mtaifahamu kweli, ni kwa bahati mbaya wametafsiri vibaya. Halikutakiwa kuwa neno mtafahamu, litakiwa tena mtaijua. Kwa sababu kujua na kufahamu ni vitu viwili tofauti. Kufahamu zaidi ni kwenye utashi, kwenye akili. Lakini kujua ni zaidi ya hapo. Kama vile anasema Abrahamu akamjua Sara, ama Adamu akamjua Eva. Manake ni kujua katika namna ya kiuzoefu. Na kwa maana hiyo manake unamjua huyo na huyo naye anakujua. Kwa hiyo manake kweli unaijua kweli na kweli nayo inakujua wewe. Kwa anasema hii kweli ambayo umeijua ndio ambayo itakuweka huru. Huru kutoka kwenye nini? Kwenye changamoto yote ile unayoipitia, na haswa kutoka kwenye dhambi. Kwa sababu anaendelea anasema hivi mstari 33, wakamjibu, sisi tu uzao wake Abrahamu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. 36, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Kwa anazungumzia uhuru wa nini? Uhuru kutoka katika dhambi, uhuru kutoka katika mauti, uhuru kutoka katika magonjwa, uhuru kutoka katika laana, uhuru kutoka katika umaskini, uhuru kutoka katika kushindwa. Anasema ufunguo wake ni kuijua kweli. Na anasema huwezi ukaijua hiyo kweli bila kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na hauwezi ukawa mwanafunzi wa Kristo kama hautengi muda na kukaa na kusoma, kusikiliza na kutafakari neno la Kristo. Kwa hiyo eneo lolote ambalo unapitia changamoto ni kwa sababu ya hiyo. Sasa kwa hiyo katika kuendelea kuzungumza, of course Wayahudi wakaendelea kubishana naye. Kwa hiyo tena mstari wa 39, wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Abrahamu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Abrahamu mngezitenda kazi zake Abrahamu. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kwa Mungu. Abraham hakufanya hivyo. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema vitu viwili hapa. Moja, anasema yeye anazungumza kweli siku zote. Alafu mbili, hii kweli inatoka kwa Mungu. Mbona kitu? Ndio maana kwenye Yohana 17:17 anasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa chochote ambacho anazungumza Mungu ni kweli. Kwa sababu Mungu asemi uongo. Ukisoma Hesabu 23:19, Mungu si mtu atasema uongo, si mwanadamu atajute. Kwa Mungu asemi uongo. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema mimi nawaeleza kweli. Moja, lakini mbili, hiyo kweli inatoka kwa Mungu. 41, sasa ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Mbona hamyafahamu hayo ni yasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo. Okay, taratibu. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema ninyi, hawa ni Wayahudi kumbuka, ambao wanamwamini. Mstari wa 31 umesema hivyo. Ni Wayahudi ambao walikuwa wamemkubali, lakini alipoanza kuwa challenge kuhusu wao kuijua kweli, kwa maana ya kuwa wanafunzi wake, wakaanza kumkatalia, wakaanza kumpinga. Kwa hiyo Bwana Yesu anafika mahali anawatolea uvivu. Anawaambia, sikiliza,
Mungu sio baba yenu. Mungu angekuwa ni baba yenu, mngesikia maneno yangu mimi, mngeweza kunielewa mimi, mngekubali kuwa wanafunzi wangu mimi, kwa sababu mimi nazungumza kweli ambayo nimesikia kutoka kwa Mungu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mnazotafuta kuzitenda. Sasa hawa ni Wayahudi waliomwamini Yesu. Kwa hiyo leo hii tuna watu wangapi wako kwenye kanisa ambao wanamwamini Yesu? Lakini najiuliza swali moja, hivi wakafika mbele ya Bwana Yesu, Bwana Yesu atawaambiaje? Maana kuna watu ukiwaangalia na ukiwasikiliza na ukasikiliza wengine wanavyofundisha na kuenenda, unaanza kupata mashaka kama kweli ni wana wa Mungu. Kwa sababu kwanza Yesu Kristo sio kiini cha mafundisho yao, sio kiini cha uelewa wao, sio mwongozo wa maisha yao. Yesu Kristo ana nafasi ndogo sana. Hawa watu wanasema ni Wakristo wameokoka, lakini ukisikiliza mafundisho yao, ukasikiliza na mazungumzo yao, muda wote wako kwenye Agano la Kale. Wanamnukuu Musa na Torati yake. Yaani hawa ni wanafunzi wa Musa zaidi kuliko kuwa wanafunzi wa Kristo. Na hauwezi ukawa mwanafunzi wa Musa alafu kadewa ni mwanafunzi wa Kristo. Maanake hawa Wayahudi ambao Bwana Yesu anawaambia ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, hawa ni wanafunzi wa Musa. Ndio maana wanampinga Kristo, ndio maana wanakataa kukubaliana na kweli. Sio, nataka uweze kuliona hilo. Kwa hiyo tunavyosisitiza watu wao wanafunzi wa Kristo ni kwa sababu ni agizo la Bwana Yesu. Sasa uwezo ukasema mimi ni mfuasi wa Yesu Kristo, alafu kutwa nzima uko bize na Musa, uko bize na Torati ya Musa, uko bize kumsikiliza Musa, uko bize unafanyia kazi maagizo na maelezo ya Musa. Wakati ukija huku tukikupa maelekezo ya Yesu Kristo ambaye ndio wewe unadai unamwamini, unayapinga, unayakataa, unasema hayaeleweki. Haya mafundisho ya ajabu ajabu, mimi siyaelewi, magumu sana, siwezi kuyaelewa. Na unajua shida moja kwa nini huwezi kuyaelewa? Sasa tunataka tusije tukaenda sehemu nyingine, lakini ngoja nizungumze kitu hichi. Ni kwa sababu haujafanya maamuzi ya dhati kuwa mwanafunzi wa Kristo. Ndio maana Roho wa kweli ambaye ni Roho Mtakatifu hawezi kukufundisha na kukuongoza na kukuelekeza. Kwa sababu wewe umeamua kuwa mtu wa mwilini, ndio maana uko bize na amri 10. Umekataa kuwa mtu wa rohoni. Na kama umekataa kuwa mtu wa rohoni, kuna uwezekano mkubwa ndani mwako huna Roho wa Kristo. Ndivyo anavyosema kwenye Warumi 8:9 kwamba mtu asipokuwa na Roho wa Kristo huyo si wake. Si kwa sababu Bwana Yesu anasema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu na wala sauti za wageni hawasikii. Inawezekanaje unaletewa mafundisho ya Kristo, kweli ya Kristo, alafu unaikataa, unasema ni ngumu uielewe, wakati Biblia iko wazi kabisa kwamba wewe una uwezo wa kuelewa, kwa sababu anointing, mafuta yale uliopewa ndani mwako, mafuta yanayokaa ndani mwako yanakufundisha yote. Ukisoma waraka kwanza Yohana 2:20 na mstari wa 27. Kwa kama unaona unapata shida na mafundisho ya Kristo uyataki, kuna uwezekano mkubwa sana wewe sio mfuasi wa Kristo. Unaweza ukadai kwenye kinywa chako, lakini moyoni mwako wewe sio. Kwenye Mathayo 15 mstari ule ukaanza wa 7 mpaka wa 9. Bwana Yesu anaongea na Mafarisayo na Wayahudi, anaambia ni vyema alivyotabiri nabii Isaya kwa habari zetu, kwamba watu hawa wananyabudu kwa midomo, lakini mioyoni mwao wako mbali nami. Kuabudu kwao ni bure tu. Hasa ni unafiki mtupu. Mdomoni mnazungumza kama vile ni wafuasi wa Yesu, lakini ndani ya mioyo yenu sio, mmemwacha kabisa. Hamtaki chochote kinachohusiana na yeye. Sikiliza rafiki. Ibilisi ndiye alileta huo uongo. Kwa anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Tamaa za baba yenu ndizo mnazopenda kuzitenda, ndizo mnazotaka kuzitenda. Yeye ni muuaji tangu mwanzo. Asemapo uongo anasema yaliyo ya kwake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo. Kwa hiyo anatupa picha nyingine kwamba uongo unatenda kazi kupitia tamaa. Na hii tamaa ama huu uongo unatenda kazi kupitia tamaa, kilele chake ni mauti. Kwa nini? Kwa sababu Ibilisi kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Ndio maana huwa anawaambia watu, huwezi utajuaje uongo kama kweli hauijui? Na kumbuka Bwana Yesu anasema kwa Yohana 14:6, mimi ndio njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Ndio maana wengi wakisikiliza wakutana na mafundisho ya Kristo mara kwa sababu huyu jamaa anafundisha tofauti kidogo. Mafundisho yake yako tofauti. Anazungumza tofauti na watumishi. Yaani kwa sababu mimi nafundisha mafundisho ya Kristo, nalenga kuwawezesha watu wamjue Yesu Kristo.
waweze kumwelewa Mungu na waelewe kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo, na kwa maana watie tumaini lao na tegemeo lao kwa Yesu Kristo, waweze kuelewa wao wamefanywa nani katika kuungana na Kristo. Ndio maana ukisikiliza inakuwa ni tofauti. Kwa sababu gani? Ni kweli ndio inayoleta uzima, uongo unaleta mauti. Nimalizia kwa kusema tena, Ibilisi silaha pekee alionayo ni uongo, na huu uongo unatenda kazi kupitia tamaa, na kilele chake ni mauti. Kwa hiyo nini? Chagua kweli. Kweli unaichaguaje? Kwa kumchagua Kristo, kwa kuwa mwanafunzi wa Kristo. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi, anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita, haijalishi unajua au haujui. Na Wakristo, vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika Vita vya Kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi, anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita, haijalishi unajua au haujui. Na Wakristo, vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika Vita vya Kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.